Karibuni sana wasikilizaji. Nafasi hii tena nachukua fursa hii kukaribisha katika upatiaji wa neno ama injili ya Yesu Kristo, ambayo ndio kazi nimekabidhiwa na Kristo. Na nataka kuzungumza na wewe nikuambie kwamba uweza wa uungu unalipa. Uweza wa uungu ulipa, lakini ni kwa wale walioamini na kutumainia na kukanyanga katika njia ambazo Bwana aliwasaidia kusiendea. Nataka tuangalie kitabu cha Petero wa pili, mlango wa kwanza mstari wa 3. Na nitasoma kwa Kiswahili kwa sababu nawahubiria kwa Kiswahili na Bwana Mungu atatubariki. Biblia inasema hivi, Biblia takatifu: kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo heshima na uteua, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Nirudi nikusomea kitabu cha Waibrania mlango wa 4, Hebrews chapter 4, Waibrania mlango wa 4, na ndiposa tuweze kuendelea. Waibrania mlango wa 4 nikusomea mstari wa 16, inasema hivi: basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Na nataka kuencourage wewe Mkristo ambaye umeokoka na wewe uliye wa imani, ni kuambie kwamba uungu ama uweza wa uungu ulipa. Kile kinatutatiza ni kutoweka imani ya Kristo Yesu katika mazingira yetu ya imani. Lakini ukimwamini Kristo na uweke imani yako kwenye mazingira ya imani ya Kristo, katika Kristo Yesu, umwamini yeye, umtumainie yeye na uambatane na jinsi anavyotufundisha maisha katika utakatifu, maisha katika neema, utaweza kuona uungu ukikirimia. Kitabu cha Waibrania 4:16 imesema tukikaribia kiti cha neema ili tupewe neema ya kutukarimia ama kutuprovidia wakati wa mahitaji. Na ni muhimu upate kujua kwamba neema ya Mungu ulipa, na neema ya Mungu huleta mahitaji ambayo tuko nayo na huwa inatukirimia. Nataka ukujulisha kwamba kuna wajibu wako wa kuchukua hatua na kukaribia kiti cha rehema. Unapomwamini Kristo, unasikia neno la Bwana, unaliamini, unaanza maisha katika Kristo. Kuna kuchukua hatua, kuweka uhusiano na Kristo na kuanza kutembea katika Kristo ukiwa umeweka tumaini lako ndani yake. Na ukitenda hayo, utakuwa umekikaribia kiti cha rehema na utaweza kupata neema, na hiyo neema itakuwa inaleta mahitaji yako mesani na inakukirimia kile ambacho umepungukiwa. Petero anatuambia kwamba uungu unalipa. And I'm here to tell you, leo hii ninaweza kutukuza Mungu sio kwa sababu ya misingi mema niliyolelewa, lakini kwa sababu ya kumwamini Kristo na kumtumainia Kristo. Wakati nilipomwamini Kristo, nilifundishwa kumtumainia Kristo, na nilipofundishwa kumtumainia Kristo, nikakubali kumtumainia Kristo katika mambo yote. Na ni vizuri ufahamu kwamba wakati umeanza safari yako na Kristo na kumtumainia na kumwamini, inahitaji iwe private. Sababu kuna mtu unaweza kushare na yeye na akuambie sehemu hiyo unahitaji kufanya hivi na hivi, sababu watu wana mahusia mengi sana. Lakini vizuri ukubali kupata mahusia ya Kristo kupitia Roho Mtakatifu, sababu Roho Mtakatifu yuanena na mioyo yetu kila siku. Kitabu cha Yohana 14:26 anaambiwa kwamba atakapokuja huyo msaidizi atatufundisha na pia atatukumbusha. Kwa hivyo ukikubali kufundishwa na yeye na ukikubali kukukumbusha, utaweza kumtumainia Kristo. Na hiyo ndio jambo ambalo Mungu Baba yetu anatamani
kuona tumeweka imani yetu ndani ya Kristo na tumeanza kutumainia katika Kristo na tumeshika safari yenye tumaini. Haleluya! Kwa sababu safari yenye tumaini huwa inalipa na ina matunda. Ndipo unaona Petero anatuandikia, anasema kitabu hiki cha Petero wa pili, nirudie tena kwa mara ya pili kusoma. Inasema hivi, Petero wa pili 1:3, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. Unaweza kushangaza Mkristo ukimwambia imetukirimia vitu vyote, lakini nina ushuhuda kwamba hapa nilipo ni Mungu amenifikisha. Chochote nilicho nacho sio kwa sababu nilipambana sana, lakini nilitumainia Mungu na nikamwamini Mungu. Na leo nataka kukaribisha katika maisha ya kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu na kumtasamia Mungu kwa imani, na nakwambia imani yako itasaa ukimtasamia Kristo. Part B inasema umetukirimia vitu vyote vipasavyo usima. Kitu cha kwanza, vitu vinavyohitaji usima: kula, kunywa, mavazi, usima. Haya, part 2 inasema uteua kwa kumjua yeye aliye tuita kwa utukufu. Unaona, Kristo alituita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe, tena akatuita katika wema wake mwenyewe. Kristo alikuwa mwema, hakupungukiwa, na ametuita kwa wito wa wema usiokupungukiwa. Mpendwa, wakati ule unaipungukiwa, jiulize nini inaendelea maishani mwako, na hapo upige abautani katika hali ya kumtumainia Kristo. Piga abautani katika hali ya kumtasamia Yesu. Jifundishe kumuomba na kumwambia, kwenye maeneo haya nimekuamini, nimekutumainia, ili Baba unipe jawabu. Juzi nilipokuwa nikifunza, niliweza kusoma kitabu cha Mwanzo, mahali ambapo mama anaitwa Ajira alikuwa amekata tamaa, lakini Mungu akafungua macho yake akaona kizima jangwani. Kwa hivyo inawezekana ukimtumainia Kristo ataweza kukupa jawabu ya hiyo jambo ambalo ulikuwa unaona ikiwa ngumu kwa sababu ya imani. Bwana Yesu ainuliwe. Abrahamu alikuwa dunia hii kama sisi, alitembea na Mungu kwa imani, akamtumainia Mungu, akaona wema. Watu kama akina Nuhu walitumainia Mungu, wakaona wema. Ndio sababu kitabu cha Waebrania 11 inatueleza imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia lakini hayaonekani. Sio mambo unaweza kuyashika, ila ni kuyaamini umeyaamini. Mpendwa Mkristo, inatakiwa tumwamini Kristo, inatakiwa tuamini nguvu zake, inatakiwa tumwaminie maisha yetu, inatakiwa tuamini kwamba ana jawabu la maisha yetu, inatakiwa tutumainie na tutarajie kwake, inatakiwa tuweke imani yetu katika njia zake, tukijua kwamba alitufia msalabani, na alitupia kwa maana anatupenda, alitupia kwa maana anatupenda, na atatupa jawabu la mahitaji yetu. Nataka tuombe na wewe, weka imani yako kwa Kristo, tuweze kuomba na umtarajie kwamba anakuja kukutendea, na Bwana Mungu atakubariki. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, nakushukuru sababu ya nafasi hii, huku nikikabidhi Mkristo wote anayesikiza hii video na atakaye watch hii video. Bwana, ukamtie imani, ukampe matumaini, ukampe kukutumainia, umpe tumaini, umpe imani, umpe kujaa imani katika Kristo, umpe kutembea na yeye ili akaone malango ikifunguka. Nimeona ukinifungulia malango Baba, na nimekuja kuwaambia kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu wa kutumainiwa. Unafungulia watu malango, unajibu maombi, moyo ule umekungoja unaupea jawabu. Bwana, waumbie mioyo yenye kukutumainia, Bwana waumbie mioyo yenye kukuamini. Wakati mwingine Wakristo wanasema anakuamini, lakini wanatafuta njia mbadala. Baba yangu, naomba uwape kukungojea,
uwape kukusubiri kama Daudi alikusubiri na akaona ushindi wako. Nimewaombea neema ya kusubiri, nimewaombea neema ya kutumaini, nimewaombea neema ya kukuamini katika jina la Yesu. Mkristo mwenzangu, pokea neema ya kumwamini Mungu, pokea neema ya kumngoja Yesu. Atakutendea, atakuitika, atakujibu. Kuna tumaini na inalipa. Katika jina la Yesu naomba, amen.